عن مخرمة بن بكير قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا ليث وهو الليث بن سعد وقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال سيما حدثنا أبو بكر الحنفي. لا الشيخ عفوا حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قفزت الحديث قفزت نعم عفوا نعم. وقال حدثني أبو الطاهر وأبو طاهر هذا وأحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير. ومخرمة هذا مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي رحمة الله تعالى عليه وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه وقابياك وأبوه هو بكير بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس سنلمون متوم سلم يصلي watu وأمامة بنت أبي العاص على عنقه na umama huyu binti Abi al-As akiwa katika shingo yake فإذا سجد وضعها. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال سيما قتيبة حدثنا الليث حديثي الليث والليث بن سعد وقال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال سيما محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي قال سيما أبو بكر حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس wakati au zama tulipokuwa sisi tuko msikitini tumekaa kharaja alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatokea mtume sallam binahwi hadithihi mfano hadithi hizo tangulia ghaira annahu lam yadhkur annahu amma an-nas isipokuwa yeye Said al-Maqbari akutaja kwamba mtume sallama aliswalisha watu tofauti na hizo riwaya tatu zilizotangulia nyuma fi tilka sala katika sala hiyo almuhim kwamba aliswali na mtoto akina kutaja kwamba je aliswalisha watu la lakini hadithi tangulia imeona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya ummu yusalli linnasi yakiwasalisha watu. Na waqala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala sema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala وفيه حديث عمرو أمامة رضي الله عنه ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا. kuna faida patikana ndani yake hakika
kusihi kwa swala ya yule ambaye ni swala ilikuwa amembeba mwanadamu au amembeba mnyama aliyekuwa tahara, mapaka, mbuzi au kondoo, mashaba dhalika, lakini sio khinzir au kelb. Sawa. Na hivyo hivyo tahiri min tairin wa shatin wa ghairihima, yawe ndege au mbuzi na mfano wao. Wa anna thiyaba sibyan wa ajsadahum tahiratun, hakika nguo za watoto na miili yao ni tahara, hatta tatahaqqaqa najasatuha, mpaka ithibitike ule unajisi. Haina maana kwamba kwa vile kuwa ni mtoto akaonekana kwamba yana nini, ana najisi, la, mpaka yatahakka kwamba haya maji na unyevunyevu ni mkojo, wa illa hapana. Tumefahamiana Wa anna alfi'la alqalil la yubtilu as-salata, na hakika vitendo hivi vichache havibathilishi swala. Wa anna al-af'ala idha ta'addadat lam tatawala bal tafarraqati la tubtilu as-salata, na vitendo hata vikiwa vingi vikawa kama kimoja kilifanyika huko kingine huko kingine, yani tofauti na tofauti, basi vitendo hivi hata vikiwa vingi, bali tafarra, vimegawanyika sehemu mbalimbali. Ina maana raka ya kwanza alifanya hivi, sawa, ikaja alipokuwa amesimama, mara alipokuwa amerukuu anainuka akamnyanyua, sawa, akaenda alipokuwa anaenda kusujudu akamweka akasujudu pale akamaliza, alipotaka kusimama akamnyanyua. Vitendo hivi ambavyo si mtawali la yubtilu salati, yaqulu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa fihi, na vile vile kuna faida katika hadithi hii, tawadhu ma sibyani wasaili dhafa, kuwa na tawadhu na unyenyekevu, sawa, kwa watoto na wale watu dhaifu, waadhi, wa rahmatuhum wa mulatafatuhum, na kuonea huruma, sawa, kuonea huruma na kuwafanyia upole hao watoto. Ina maana watoto wafanywe hivyo, sio wanafukuzwa. Na hawa watoto ni wale watoto hawa mumajizina, hawa watoto wanasumbua kama umu, hawa wanakamatwa wanatiwa mbarati, kwa sababu kwanza wengi wao wanatakiwa waamrishwe kuswali ishatimia miaka 7. Hakuna vijitoto hapo inakatia fio vimeenda huko ile karibu na salamu tunasikia fio hawapo. Sasa hawa wanatakiwa wazazi wao wawadhibiti watoto, sababu hapa karibuni wanawasumbua waumini wao wenyewe. Wanatakiwa kipindi cha swala wawe ndani ya sufufu, kama wametimia miaka 10, kama akifanya hivyo wanatakiwa wapate bakora kidogo, wapate zile bakora zinaitwa mbarati ili watie adabu. Naam, kwa hiyo haya ni maneno ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuonyesha kwamba vitendo hivi vyote alikuwa anafanya Mtume sala vijabatilisha sala, na amefanya hivi Mtume salama kwa ajili ya kuwaonesha watu kwamba jambo hili linafaa, jambo hili linafanya nini, jambo hili linafaa. Na maana mtoto kama ananinia analia mbebe mama, kama ni mama au baba mbebe mwanae asali naye, sio anamweka kwa kitoto kinalia mpaka kinakaa kwa sauti baba hapo swali inakuaje? Na imamu anaposikia hali kama hiyo, ghasia za mtoto, basi afupishe swala kwa ajili ya waumini na yule mzazi au mlezi yule mtoto, kwa sababu tena na akimaliza swala tena haifai watu wakamtupia jicho yule mzazi au jicho la chuki, cheki hivi watu wengine, bwana watoto siwapeleke nyumbani. Hapana, inatakiwa watu wafanyie huruma watoto, upole, sawa. Hivi ndio alivyokuwa Mtume salam, na hivi ndio dini inafundisha. Sasa wengi wetu sisi hatuna hiyo, mpaka nafikia kuna watu wengine hata kuwabusu watoto wao, na mbusu mtoto wako, kumbusu ucheza mtu ana shida. Yani kuna nakidhaini, kuna watoto zao yani wao ni simba, kaingia ndani watoto wote wameofyata, na kuna watu hao wamelegezea watoto mpaka vurugu. Yani mtoto hata akiambiwa acha aachi, akiambiwa acha aachi, leti yani haelewi aseme babake wala mamake, sababu jinsi anavyomlea vile katika hali ya tadlii kilaini. Mtoto akishika kisu lete hata baba anakanya, mwachie bibi atajiumiza huyo.
anyang'anywe, kuna kuachiwa hapa, sisi tunafahamiana. Maki sasa kwa maslahi ya mtoto mwenyewe, lakini wazazi wengine wanaachia, wamwachia hawana aswati, ni mwache sasa, imwache watoto wanakuwa jeuri. Sasa watu tunatakiwa tuwe katikati, tuwe katika mfumo wa katikati katika ulezi wa watoto wetu, sio tuwe mjitoto wamejeuri. Maana tunapataga shida Ramadhani hapa, mjitoto haielewi, unaweka walinzi kule hawasikii. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wanaleleka katika pande mbili, kwa utaratibu wa kuwahurumia kupita kiasi, kuwadekeza, na utaratibu kwamba watu kuwa wakali kwa watoto mpaka mtoto hawezi kujiamini. Sasa hii hapana, takiwa we kama tunavyosoma hizo hadithi sallallahu alaihi wasallam. Vijana wengi ukiwauliza hivi, unakumbuka babako kashawahi kukubusu wewe? Nikiwaulizeni hapa watu wa miaka 18, 17, 20, mshawahi kubusu na babako? Wewe alimimi siwezi kuuliza kila mtu ajiangalie mwenyewe tu, lakini ndo baba zetu na sisi. Faqala qad tamarau fi an abihi, kwa baba yake ndio huyo Abu Hazim Salama ibn Dinar, anna nafaran jau ila Sahal ibn Sa'd, hakika kundi cha watu kilikuja kwa sahaba huyu Abu al-Abbas Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhuma. Qad tamarau fil mimbar, alikuwa wamejadiliana kuhusu mimbar, na watu walikuwa ni matabiina kujadiliana kuhusu mimbari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Min ayi udin hu, hiyo mimbari imetengenezwa kwa mti gani? Yani ule mti utengenezwa ule mti gani? Mimbari ipo, lakini sasa wanaulizana matabiina waliokuja katika ile tahaqqiq wal bahth anil ilm, wanaulizana kuhusu madha, ule mti gani? Naam. Faqala, akasema amma wallahi inni la a'rifu min ayi udin hu, na hapa kwa Allah mimi na ufahamu hiyo mimbari imetengenezwa kwa mti gani, wa man amilahu, na nani ambaye aliitengeneza hiyo. Wa raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam awwala yawmin jalasa alayhi, na nilimuona Mtume salama siku ya kwanza aliyepanda na kukaa juu ya mimbari, nilimuona mimi baada ya kuwa ishatengenezwa tayari kawekwa, siku ya kwanza napanda namuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnaona hii ni hifdhi wa itqanu, sawa? Hii ni hifdhi wa itqanu, na mambo yanawezekana, isipokuwa tu ule udhibiti wetu umezidi kupungua na kudhoofika, kwa sababu tunaangalia na kusoma mambo mengine ya ovyo mengi mno. Sasa udhibiti unapungua, si tunafahamiana kwamba kuna nani lini na nani katengeneza mimbar na mti gani, si tuko pamoja? Hivi vitu vinadhibitiwa, ni udhibiti, na hii ni miza aliyokuwa nayo almuslimun kuliko dini zingine ovyo tu, mambo yao yanaenda ovyo, lakini Uislamu umedhibiti, na mambo mengine yanadhibitiwa kwa isnadi. Al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, kama qala Abdullah ibn Mubarak. Al-isnadu silahul mu'min, isnadi islamu mu'min, kama qala Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala. Kwamba umepata wapi, umeona, je, ulishuhudia na kadha, akakwambia nani? Sisi kwa kwetu kuna ile hali ya jina inasemekana jina la huyo aliyoleta taarifa tunatia kapuni. Kwa ukisikia hivyo hiyo ni uongo, hiyo ni khuzabalati wal qumamati wal munkarati wal uchafuati wal uongoati tu. Kweli jina kapuni ndio uongo. Sasa nataka tumjue yule aliyopokea hizo habari ni nani, tuangalie uadilifu wake ili habari ikubaliwe au isifanye nini, au isikubaliwe. Na angalia uadilifu, sisi tuko pamoja Lakini ili jambo limepotea kwa watu leo, mpaka baadhi ya Waislamu
watu wakipata taarifa katika gazeti ikisoma, basi hilo gazeti litakuwa sasa hivi magazeti yani ndio nini, katika mitandao ya kijamii itakuwa inatumwa ile mbaya, si tumefahamiana itakuwa inatumwa yani angaliwe hata ule uadilifu, aleta habari nani, si muongo, kadhabu, mujrim, khabithi, sana al-khabar, ametunga, angaliwi. Naam, akaendelea ashabi jalil Abu al-Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'di radiyallahu ta'ala anhu akasema, faqultu lahu ya aba faqultu lahu sawa faqultu lahu ya aba Abbas. Maneno haya ya nani haya? Maneno haya ya Abu Hazim Salama ibn Dinari Abu Abdul Azizi, kwa sababu yeye ndo anasimulia kwamba anna nafaran, kuna watu walikwenda kwa Sahal ibn Sa'di, walikwenda kwa sahaba. Sasa Salama ibn Dinari anasema faqultu lahu, nikasema kumwambia huyu sahaba Sahal ibn Sa'd, ya Abul Abbas, ambaye kunia yake ni Abul Abbas, fahadithna, basi tusimulie kwa ukamilifu wake. Qal, akasema sasa sahaba huyu, arsala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila imra'atin, Mtume sallama naye alipeleka ujumbe kwa mama mmoja. Qala Abu Hazim, innahu la yusammiha yaumaidhin, eka yake Sahal ibn Sa'di alimtaja huyo mama siku hizo, wakati anasimulia alimtaja jina lake, sawa Salama ibn Dinari Abu Hazim anasema innahu, aka yake Sahal ibn Sa'd Abu al-Abbas la yusammiha yawma idhin, kamwambia undhuri, na Mtume sana anamwambia yule bwana, anamwambia yule mama, undhiri ghulamaki an-najjar, hebu tafutie kijana wako najjar, yani kapenta, mchongaji, jo kuchonga, sawa, sio mtu yote ataweza kutengeneza. Tuko pamoja aiyo. Ya'malu li awadan ukallimu an-nas alaiha, anitengenezee mimi mbao, anitengenezee mbao, na maana zile mbao zitengeneze ndio juu ya member, ikiwa member nikae juu ya member, ukallimu an-nas alaiha, ili nipate kuzungumza na watu waliokuwa nikiwa juu ya hiyo membari. Wazi. Faamila hadhihi thalathata darajat, akatengeneza kijana yule aliyotumwa, ndio hizi nini, ngazi tatu, darajat, yani hizi ngazi tatu, daraja tatu hizo. Thumma amara biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha kaamrisha hizo thalatha darajat. Faudhiati hadha almawdi, ikawekwa ili eneo hili. Eneo hili ni eneo gani? Eneo hili ni lile alosema Mtume katika hadithi kule, baina beiti wa mimbar rawda min riyadil janna, kati ya nyumba yangu na hapa ilipo membari yangu, hapa katikati hapa ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Hiyo ubora huo uko Madina tu, nyumbani kwetu, sawa au uko kwingine sinifahamiana. Hata Maka hamna, kuna Madina ina khususia zake bwana. Man istata'a yamuta bil Madina falyaf'al, au kama qala sallam, atakayeweza kufia Madina na afe. Maka hajasemwa hivyo, lakini taban Maka ni bora zaidi kwa swala, lakini Madina ina khususia bwana. Sinifahamiana, chuma mimi ukinipa mji nipe Madina, nipe Madina basi mgogoro hamna. Aiyo, wa ana min ahli al-Madina, aiyo, min al-Khazraj, naam, maulahum. Sasa alipokuja Shekhe Ayman As-Sakhakhini hafidhahullah taala, alikuwa anasema bwana Shekhe Mujahidi, mimi ni ibn ammi wangu, kwa sababu yeye ni katika wajukuu wa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari. Sasa akakwambieni Shekhe Mujahidi, mimi ibn ammi ni Khazraji mwenzangu. Sasa mpaka mmekuja zile shauri kutoka Saudia, alipokuambia ndio mmekubali sasa. Lakini mwanzo nikiwaambia hamtaki kabisa. Allah. Bwana, mtu akiwapenda watu inshallah atafufuliwa nao, inshallah atafufuliwa na maansari wal muhajirina inshallah.
Nyie mtasema shehe anatoka kwa Nyaminywili kabisa kule. Hiyo kwako wewe, sio sisi. Sisi kwa Madina. Nyaminywili wewe nenda mwenyewe. Sasa inabidi mjomba wangu Matimbo hapa nisamee tu. Namna. Yuko wapi Matimbo? Yupo pale. Yule mjomba wangu. Sasa naam. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع, ikawekwa ile sehemu ambayo mpaka leo ndio sehemu ilikuwa imekaa mimbar, ambayo ndio mpaka wa ile raudha, ambayo raudha ni sehemu ambayo iko ndani katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sawa, aiyo. Swali linakuja, amelijibu Sheikh Abadi hafidhahullah taala. Je, kuswali raudha swala ya jamaa, kuswali raudha tunaswali jamaa na kuswali safu ya mbele, kipi bora? Bora kuswali safu ya mbele, bora kuswali safu ya mbele. Sawa, kwa sababu raudha iko katikati ya msikiti. Sasa kuna safu zaidi, ukiangalia kutoka raudha kuna safu 3 pale. Sasa je, mimi swala ikikimiwa nikae hapa raudha safu nikute ili swali raudha, au nizangulie safu ya mbele? Kwa mujibu wa dalili, bora kuswali safu ya mbele. Katika tumefahamiana, aiwa, faida hiyo. Abu Abdullah anafikiria ndio hivyo, wewe shika hayo. Fahia min tarafai alghaba, na hiyo imetengenezwa, mti wake ni tarafai alghaba. Sijui Kiswahili inaitwaje ile miti, ni miti ile mikubwa ya miiba iko jangwani, inayoota katika ardhi ya jangwa. Walaqad raaitu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qama alayhi, nilimuona Mtume sallama amesimama juu ya hiyo membar. Fakabbara wa kabbara an-nasu, kutoa takbiratul ihram, na watu wakatakbira nyuma yake, waraahum wa huwa ala al-mimbar. Thumma rafa'a, akanyanyuka. Fanazala al-qahqara, akateremka kinyume. Sasa alikuwa jana anaswali juu ya mimbar. Sawa, alipotaka kusujudu sasa akateremka kinyume. Hata sajada fi asli al-mimbar, kisha akasujudu pale chini ya mimbari. Ina maana kusujudu akasujudia ardhini pembeni ya ile mimbar. Sawa, Thumma ada hatta faragha min akhir salati, kisha akarudia kufanya vile mpaka akamaliza katika mwisho wa swala yake. Thumma aqbala ala an-nas, pomaliza kuswali akasimama akawaelekea watu. Faqal, akasema Mtume sallam, ya ayuha nnasu, enyi watu. Almurad bin nasi huna as-sahaba. Sawa, almuslimun, tumefahamiana. So watu wote, watu mpaka kina Hamana wa Qaruna. Innama sana'tu hadha, aka yangu mimi hakika nimefanya hivyo, lita'tammu bihi, ili mnifuate, ili mniige. Walitaallamu salati, na mjifundishe swala yangu ninavyoswali. Ndio ni sababu ya kufanya hivi. Bwana Mtume sallam akaweka wazi kabisa wazi kama kafanya hivi ili watu wamfuate, muige, na vivyo watufanye kama vile wanavyofanya yeye. Wazi, na hii katika uslubu at-ta'lim min turqi at-tadris, zile njia za kufundisha, miongoni mwa njia nyingi za kwa Mtume sallam za kuwafundisha umma wake, kwa sababu yeye ametumwa watu wamfuate. Wama ataakumur rasula fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Sasa yale ina maana mnamwangalia ni kitu gani amefanya. Ndio maana hata katika hija yake Mtume sallam alihiji hija moja tu. Sehemu kubwa ya hija yake Mtume sallam alihiji juu ya ngamia, ili watu kafanya vile ili watu wamuone vinavyohiji. Sisi tumefahamiana. Alipofika kule Arafa siku ile, akisema cha Arafa, akaomba maji, akaitoa nini ya maji, akaonekana mchana Mtume sallam anakunywa maji. Maana yake nini? Watu wasioenda hija wanatakiwa wafunge Arafa, wale waliokuwa hija wao wale. Mtume alikula. Sisi tumefahamiana. Ina maana alikuwa anahiji, watu wanaona moja kwa moja. Hii ilikuwa ndio kaida yake, kwa sababu hili yeye ndio Arafa, wale waliokuwa hija wao wale. Mtume alikula. Sisi tumefahamiana. Ina maana alikuwa anahiji,
watu wanaona moja kwa moja. Hii ilikuwa ndio kaida yake, kwa sababu hili yeye ndio aliletewa kuwafundisha watu. Allahu akbar! Ubora na uzuri ulioje wa mafundisho na maelekezo na njia alizotumia Bwana Mtume sallam. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار، أن رجالا أتوا سهل بن سعد، كواتو كما تابعين ولمwendea سهل بن سعد. حديث nyingine قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر أنهم قالوا أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه قال أتوا سهل بن سعد فسألوه يا ابن متوم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار، أن رجالا أتوا سهل بن سعد، كواتو كما تابعين ولمwendea سهل بن سعد. حديث nyingine قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر أنهم قالوا كواتو watatu hao walisema حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه قال أتوا سهل بن سعد فسألوه، walimjia سهل بن سعد بن عباس wakamuuliza min ayi shay'in minbaru nabii sallallahu alayhi wasallam, mimbari ya mtume imetengenezwa kwa mti gani? Wasaqul hadithi, wakaleta watatu wao hadithi nahwa hadithi ibn abi hazim, mfano wa hadithi ya ibn abi hazim. Naam, rahmatullahi ta'ala alayhima. Naam. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الاختصار في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، na akawa anawaonesha Mtume sallama watu jinsi wanavyosali. Kuna baadhi ya mikao ndani ya swala imekatazwa, iwe katika kusimama, iwe katika kurukuu, iwe mikao kipindi cha kusujudu au kipindi cha kukaa jilsa ile ya tahiyatu wa mashabaha dhalika. Kuna mikao, miongoni mwa hayo yaliyokatazwa ni hili al-ikhtisar, kushika kiuno katika swala. Mtu akawa na swala Allahu akbar, wake wengine wanasema bwana vyovyote vile ona swali vyovyote vile sawa. Wapo mashehe ingia kwenye YouTube maneno wakuta wewe ukiswali hivi sawa tu, ukiswali hivi wewe sawa tu, ukiswali hivi hata ukiswali hivi wewe ukiswali unashika kiuno kama unapiga picha sawa tu. Hapana, na mikatazo bana, sio sawa sawa tu, sawa sawa man qala sawa sawa.
Sasa kuonyesha kwa hayo na rududi yake na jawabu lake ni haya, ni mlango huu karahatul ikhtisar fi as-salat. Naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن مبارك معروف إمام أهل السنة والجماعة معروف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة. أبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة. أبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة رحمه الله تعالى. من هو أبو خالد يا محمد؟ أبو خالد أبو خالد وسليمان بن حيان الأسدي. سليمان بن حيان الأسدي وأبو خالد رحمه الله تعالى. حيان الأسدي. نعم. أبو أسامة حماد بن أسامة جميعا عن هشام، وهو هشام بن عروة، لأن أبو أسامة يروي عن عروة عن هشام بن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عن محمد. من هذا محمد؟ محمد بن سيرين التابعي المعروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. Eka yake Mtume sallam, Abu Huraira anasema Mtume sallam amekataza mtu kuswali aliyakuwa ameshika kiuno. Wa fi riwayati Abi Bakari qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakar ibn Abi Shayba kuja Mtume sallam amekataza tunapokuwa nimesimama au labda mtu amekuja itidali, basi akawa na mikono yake ameshika kiuno. Na hadhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة. اختلف العلماء في معناه. maulamaa wamekhtalafiana. Imam Nawawi anasema kuhusu maana ya maneno haya mukhtasira au anil khas. Fasahihu alladhi alayhi almuhaqqiqun wal aktharun min ahli al-lugha, lilokuwa sahihi kabisa maana yake neno kwa mujibu wale ulama almuhaqqiqun, maulama wenye kufuatilia mambo kwa undani kabisa, wal aktharun, na maulama wengi, min ahli al-lugha, kama maulama wa lugha ya Kiarabu, na vile al-gharib, na maulama ambao wametakhasas katika gharibu al-hadith, yani yale maneno magumu ya hadith, kina Ibn al-Athir wa ghairi, mpaka wameandika vitabu wakionyesha yale maneno magumu ambayo wakati mwingine yanakuwa magumu liqillati istimali, kwa sababu hayatumiki sana. Sasa mpaka imekwenda hayatumiki katika lugha, mwisho kizazi kinachofuata mbele kinaona mbona haya maneno magumu, lakini ukiangalia katika kamusi ni neno ambalo wazi kabisa, ni fasihi, ni fasaha kabisa, sawa Kwa hiyo wamesema wakielezea wal muhaddithin, na vile vile ulama wa hadithi, wa bihi qala ashabuna fi kutubil madhhab, na vile vile wamesema wale jamaa zetu katika vitabu vya madhhabu ya fiqhi ya kishafi, kwa wale mashafi, anna al-mukhtasar au al-mukhtasir huwa alladhi yusalli wa yadahu ala khasiratihi, ni yule ambaye anayeswali na mkono yake iko juu ya kiuno chake. Hii ndio maana ya nini, ya haya yaliyokatazwa na Mtume sallama, naha an yusalli ar-rajul mukhtasira. Kwa haifai kuswali mtu aliyakuwa ameshika kiuno, sawa kwa sababu hii ni alama katika alama za nini, katika alama za ujeuri.
ni alama katika alama za ujeuri. Aiyo, naam. Waqala Yunawi waqila nuhiya anhu liannahu fi'lu lyahudi, imekatazwa hilo kwa sababu ni katika matendo ya Mayahudi. Na Mtume swalla sallam alikuwa na kawaida kukhalifiana na kufar alyahudi wa nasara katika mambo. Kuna jambo kwamba hili natofautiana nao, inawezekana kutofautiana nao basi na kuleta hoja zingine, mukhalafati alyahudi wa nasara, sio kaa tu tukushabihiana na kufaru na kadha. Kwa hiyo ikiwezekana na sisi kutofautiana nao katika mavazi, katika kadha, inawezekana kutofautiana nao, sisi tumefahamiana, kwa sababu wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Lakum dinukum waliyadin, kama jaa fi al-Qur'an. Naam. Waqila fi'lu shaitan, na imesema vile vile hiyo ni katika matendo na mikogo ya shaitani. Waqila li anna iblisa hubita min aljanna kadhalika, na imesema kwamba Ibilisi aliporomoshwa kutoka peponi hivyo, alipofika duniani kiuno chake anaangalia aanze kumpoteza nani. Waqila li annahu fi'lu almutakabbirin, na imesema kwamba kitendo hiko ni katika matendo ya watu wenye kibri, watu majeuri, ndio maendo yao. Kwa hiyo utakaje katika hali ya kijeuri au hali ya kiibilisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyakuwa tunaajihi wataduuhu Allah watukabbiruhu watuadhimu, alafu umekaa umeshika kiuno, taadhima gani katika hali ya ujeuri? Wewe hata kama ukienda kwa kiongozi leo, kwa mkuu wa wilaya, mkoa au mkuu wa nchi, ukifika pale ndio sasa una shida yako pale, inakuwaje? Hebu naambia kaka, shika kiuno. Sasa amekuja ofisini juu kule ofisini kwangu, sasa Sheikh, asalamu alaykum, naambia shababi, beba tupea dirishani ianguke kama ibilisi huko, ja kushika kiuno hapo. Umeona kwa sababu ni fi'lu mutakabbirin. Kila mmoja unajua haiwezekani. Wewe unataka kitu, hata baba yako asubuhi unaenda kuomba hela shule, inakuwa unaenda kumshika kiuno. Naam, imekuwa kama vile itifaki, ila ndio fi'lu mutakabbirin. Naam, ya hayakallah. Wewe andika, usiseme sawa, wewe andika. Naam. Naam, barakallahu fika. Qala rahimahullah, ulikuwa wapi siku zote? Mtoroka kuja leo na tashwishi hapa Juma. Naam, barakallahu fika. Qala rahimahullah, babu karahati mashi alhasa wa taswiyati at-turab fi as-salah. Babu karahati mashi alhasa, kwa ni makuruhu kujifuta madha ile mchanga ambao mtu changarawe, hasa ni vile changarawe ambayo ameenda kusujudu zikabakia katika paji la uso. Sawa, tasiyati turabi fi sala, na vile vile kurekebisha mchanga ule ndani ya sala. Yani utakwenda kusujudu pale katika mchanga uko ndani ya sala, lakini ukatengeneza vizuri hivi, afu hawezi sujudu tu. Kwa hiyo ukifanya hivyo ni makruhu. Ama kabla sala jaiz, inafaa. Na kwa kuzinga haya, kwa vile ulivyokuwa msikiti wa Mtume za sallama ulikuwa una changarawe ule msikiti, kwa ndani umetoa changarawe, ni vijio vidogo vidogo, na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bidayatan, pindi cha Mtume sallam, kila zama ilikuwa inatangulia, baadaye ukawa unarekebishwa mpaka walipofikia sasa hivi. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيطيب أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح قال وكيع حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب. ومعيقيب هذا الصحابي الجليل هو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه. قال ابن مندى وزي معيقيب إنه شهد بدرا. صحابه huyu alihudhuria vita vya Badri, min albadriyin, katika watu waliohudhuria vita vya Badri. Na watu waliohudhuria vita vya Badri radhiallahu ta'ala anhum wana nafasi, kwa lugha za leo wana vyeo. Ilikuwa kipindi cha masahaba wana vyeo, mpaka Mtume anawaambia imalu laala Allah qad ghafara lakum, fanyeni nyinyi watu wa Badri, enda Allah mwasamehe nyinyi. Na yeye alikuwa ni mmoja, innahu shahida badra wadhi. Wastamalahu Umar ibn al-Khattab khazinan ala bait al-mal. Katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, Umari alimfanya kuwa ndio mlinzi wa bait al-mal, msimamizi wa bait al-mal, ile nyumba ambayo ilikuwa mali za Waislamu zikiletwa. Wa asabahu al-jidham wa ahdhara lahu Umar radhiallahu anhu al-atibba, akapata ukoma, aliumwa ukoma. Umar ibn al-Khattab akamletea waganga, yani kwa maana ndo madaktari, faalajuhu fawaqafa al-marad, wakamtibia kitambo kiasi mpaka akapona kabisa ule ugonjwa wa kuendelea. Naam. Wa huwa alladhi saqata min yadihi khatimun nabii sallallahu alayhi wasallam fi bi'li arisi falam yujad. Huyu ndiye sababu ambaye ile pete ya Mtume sallam alipopewa aishike ilimwanguka ikatumbukia kisimani. Sasa Mtume sallam alipoiva kwamba aishike ikachoropoka ikamwanguka kwenye kisimani, ikatafutwa ndani ya kisima, falam yujad, haikupatikana. Sawa ile pete haikupatikana. Baadhi ya muarrikhuna wanasema imekuwa bora, kwa sababu Mayahudi, watu wa Sham huko na Wayahudi wanatembea na pete, wana mapete mengi, mapete ya nani yule ya Nabiullahi Suleiman ibn Daud. Na kila mtu akawa anatunga, kila mtu anatunga. Ukienda jimbo lile kuna pete ya Suleiman ibn Daudi, ukija Manzese ipo, Kigamboni ipo. Sasa imekuwa mapete mengi, sawa, lakini ile pete ilikuwa haikupatikana. Ina maana ingekufa Mtume sana, ile pete bado ipo. Kuna watu wangekuwa wanachora alama ya pete katika misikiti, hiyo ndio pete ya Mtume hiyo, kama vile wale watu pale wanapochora alama ya yebo ya Mtume, kiatu cha Mtume kipo msikitini, msikiti wapo mtaa Kongo Nyamwezi, sawa, ipo, nenda kaangalia ile chuma. Yani alama yao, yani Uislamu wana alama yao ni yebo ya Mtume sallam. Umeona balaa ile. Sasa ingekuwa pete, ingekuwa ungesikia pete hiyo iko Misri, pete hiyo iko Uturuki, pete hiyo iko Baghdadi, pete hiyo nyingine iko India. Uko India tena ndo kila sehemu huko, kila kijiji ingekuwepo. Pakistani na Bangladesh ndo siseme, maana huko mpaka maswahaba wapo. Na huyu ni as-sahabi al-jalil Mu'aqib ibn Abi Fatima radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa min as-sabiqin al-awwalin, ni katika maswahaba wa mwanzo kabla kuslimu. Kwa mwanzo mwana amehama hijra mbili, amehamia Habasha mara ya kwanza na mara ya pili akahamia Habasha, na akarudi mwaka wa 7 katika vita vya Khaibar akiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib. Sisi tumefahamiana ni katika sabiquna al-awwaluna, na maneno mengi na fadhila nyingi na khairi nyingi, ila kama min al-muqillin fi faida fi hadha. Naam, ايوه وليس في هذا في صحيح مسلم الا 3 أحاديث. Naam, na jazakallahu khairan, kwamba hakuna Mu'aqib katika vitabu 6 isipokuwa huyu, na katika Sahih Muslim hana isipokuwa hadithi 3. Hadithi moja ndio hii, sisi tuko pamoja Aiywa, na hadithi ya pili ndio inayofuata, na hadithi ya 3 inayofuata ndio hizi hapa zote. Baada hapa ana hadithi nyingine radhiyallahu ta'ala anhu min al-muqillin, katika masahaba wenye hadithi chache. Kwa nini alikuwa na hadithi chache?
ina maana ima alisimulia wale wanafunzi walizopokea walikufa bila kufikisha, ima alikuwa mchache wa kusimulia kwa ile kazi aliyokuwa anaifanya, kwa sababu kama tulivyosoma kwamba yeye alikuwa ni mlinzi wa Baitul Mal. Sasa shughuli zile kupokea mali, kuandika kinachoingia na kinachotoka na kadha, huwezi sasa ukakaa ukafundisha watu, ili yale maalumati na ile ilmu iliyopokea kwa Mtume ili kuihamisha kwenda kwa watu wengine, kama vile ilivyokuwa tumezungumza hapa ilivyokuwa kwa Abu Bakar Siddiq. Kwa nini Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu hadithi zake ni chache? Miongoni mwa sababu ndio hizo, yeye ndio kiongozi wa nchi, kuna mambo mbalimbali ya jihad na kadha, tofauti na kina Abu Huraira, kina ya Ibn Abbasi, kina Aisha, kina Anas. Wao wamekaa msikitini tu wanasimulia, wanakuja wageni kutoka maeneo tofauti wanasimulia hadithi, sawa. Lakini huyu kiongozi kwa lugha ya kileo yuko Ikulu kwa ajili ya mambo ya daula, kwa hiyo elimu yake haiwezi ikawa imesambaa, licha hawa khulafa ar-rashidun walikuwa na elimu kubwa mno, lakini ilishindwa kusambaa kwa yale majukumu makubwa ya kuongoza daula al-islamia. Tumefahamiana Aywa, naam. Adhana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. لا تخف. عن معقيب رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى. Tumeelezea hii kufuta changarawe au mchanga katika paji la uso msikitini. Qal in kunta la budda fa'ilan, ikiwa ni lazima ufanye, fawahida, basi fanya mara moja. Aywa, naam. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معيقيب، ومعيقيب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كياو walimuuliza Mtume sallam anil masih fi salat, kujifuta katika swala, kujifuta ule ule mchanga ambao unabakia kipindi alipoenda kusujudu, kama unabakia katika paji la uso. Faqala, Mtume akasema wahida, kama hakuna namna basi mara moja, sababu hadha ishghilani salatu wal khushu', tamshisha mtu na ule unyenyekevu unaotakikana. Naam.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه: حدثني معيقيب قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وقال: وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام وهشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم بهذا الإسناد، وقال فيه: حدثني معيقيب رضي الله عنه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان هذا شيبان بن فروخ أو شيبان بن أبي شيبة؟ شيبان بن عبد الرحمن. لماذا لم يكن شيبان بن فروخ أو شيبان بن أبي شيبة؟ النحوي بن عبد الرحمن بن تميم النحوي رحمه الله تعالى. أن يحيى هو يحيى بن صالح أو يحيى بن يحيى التميمي؟ يحيى بن أبي كثير. عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب رضي الله عنه وهو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كما مtume sallam amesema fi rajuli yusawi turaba haithu yasjud, kuhusu mtu ambaye anayetengeneza mchanga pale sehemu ya kusujudia kipindi anapotaka kusujudu. Haithu yasjud, kipindi anapotaka kusujudu. Akasema in kunta fa'ila, ikiwa unataka kufanya hivyo, fawahida, basi mara moja. Naam, ndio kwa maneno haya ndio ikaja unwan inasema babu karahati mashul hasa wa taswiyati turab fi salati. Sababu mtume ameruhusu, amesema mara ngapi? Mara moja. Imetoka katika hukumu ya kuwa ni muharram, imekuwa ni nini? Makruhu. Sawa hiyo kwa maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu, tutaishi hapa leo, tutaendelea tena kesho insha Allah.